Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala rasulihil karim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'una wal mushahiduna alkiram. Na wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni sana katika mwendelezo wa darasa zetu za tafsiri za ndoto, na leo tutaangalia tafsiri ya ndoto ya kulia usingizini lilmutazawija, kwa mwanamke aliyeolewa. Lakini kabla hatujaendelea, ndugu yangu mtazamaji, nikukumbushe tu, kama unasumbuliwa na mashaitani, uchawi, hasadi, unahitaji dua za kinga ya shamba lako, biashara yako, nyumba yako, we mwenyewe na familia yako, ama unahitaji dua ya mvuto, unahitaji dua ya kuheshimiwa kazini na kadhalika, ndugu yako anasumbuliwa na matatizo yasiyoonekana hospitali, basi usihuzunike ndugu yangu mtazamaji, tuwasiliane, tupigie kwa nambari zetu za simu ili tuweze kukusaidia kwa idhini ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Ndugu zangu watazamaji, wanawachuoni wanasema amma binisbati lilmar'ati almutazawija, wanasema ama kwa upande wa mwanamke aliyeolewa, kuota yualia usingizini, kuota yualia usingizini, wanasema fatakhtalifu, zinatofautiana maana zake. Ndoto ya kulia kwa mwanamke aliyeolewa maana zake zinakuwa ni tofauti, hazifanani. Wanasema miongoni mwa maana zake, maana ya kwanza, wanasema wanawachuoni, albukaul hadiu, kilio cha utulivu. Kwa maana ya mwanamke aliyeolewa akiota yualia lakini kwa utulivu, fil manami, ndotoni, wanasema wanawachuoni, kad yushiru ila saadati zawjiyya, ndoto hiyo inaashiria furaha ya kindoa. Ina maana huyu mwanamke maisha yake ya kindoa yatakuwa ni yenye furaha, wa tahassunul ilaqatu ma'a zawji, na mahusiano mazuri pamoja na mume wake. Yani huyu mwanamke ataishi maisha mazuri na mume wake, na mahusiano yao yatakuwa ni mazuri, yenye furaha na amani na baraka. Hiyo ni maana ya kwanza. Lakini wanasema maana ya pili, albukau shadidu, kilio kikali, lilmutazawija, kwa mwanamke aliyeolewa usingizini, akiota yualia sana mwanamke aliyeolewa usingizini, ima kwa kujipiga au kwa kuchana nguo, au kwa kujichana yeye mwenyewe, au kwa kupiga kelele, yualia sana. Wanasema wanawachuoni, kadi yadullu ala wujudi khilafatin usiriyya, ndoto hiyo inaashiria uwepo wa migogoro ya kifamilia. Ina maana familia hiyo itapatwa na migogoro, au mashakilu fil hayati zawjiyya, au migogoro katika maisha ya kindoa, yani baina yake na mume wake, migogoro itakuwa haiishi katika ndoa yao. Hiyo ni maana ya pili. Na ili kuondoa hiyo migogoro, hapo kinachohitajika ni dua, ni visomo. Kama unaweza wewe mwenyewe ujisomee, hauwezi, tafuta wataalamu au tuwasiliane ili tuweze kukusaidia biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hivyo hiyo ni maana ya pili. Ama maana ya tatu, wanasema wanawachuoni, idha bakatil mutazawijatu fil manami bisababi dhulmin, wanasema mwanamke aliyeolewa akiota yualia usingizini kwa sababu amefanyiwa dhulma, amedhulumiwa haki yake, wanasema wanawachuoni, faqad yushiru dhalika, ndoto hiyo inaashiria ila shuuriha, hisia zake. Kwa maana huyu mwanamke ana hisia gani? Biadamil inswafi, ana hisia za kutotendewa haki, yani anahisi hatendewi haki, fi hayatiha alwaqi'iyya, katika maisha yake ya uhalisia. Huyu mwanamke ana hisia za kutotendewa
haki. Naam, ama ndoto ya tatu ya nne, wanasema wanawachuoni, albukau bidumui biduni sauti lilmutazawija, wanasema kilio cha machozi, yani kulia kwa machozi, biduni sauti, pasi na kutoa sauti. Yani mwanamke akiota yualia kwa machozi, machozi yanamtoka lakini sauti haitoki. Wanasema wanawachuoni, kad yadullu ala kitmaniha limashairiha, ndoto hii inaashiria kuficha kwake hisia zake. Ina maana huyu mwanamke kuna hisia anazificha, wa adami qudratiha ala musarahati zawjiha, na kushindwa kumweleza mume wake. Yani hizi hisia anashindwa kuziweka wazi kwa mume wake, anashindwa kumweleza mume wake au ahliha au familia yake, bima tashuru bihi, kile anachokihisi. Ina maana kile anachokihisi anashindwa kuieleza familia yake wala kumweleza mume wake. Hiyo ndio maana ya kulia kwa machozi pasi na kutoa sauti kwa mwanamke aliyeolewa. Lakini wanaendelea wanachuoni, wanasema wayashiru an-Nabulsi, na anaashiria au anasema al-Imamu an-Nabulsi kwamba ndoto hizi zinaashiria nini? Anasema ila anna al-bukaa lilmutazawija, kwamba kulia au kilio kwa mwanamke aliyeolewa, fil manami, usingizini, kad yakunu ishara ila hamliha, ndoto hii inaweza kuwa ni ishara ya ujauzito wake. Hii inaweza kuashiria huyu mwanamke atapata ujauzito kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, au rizquha bimauludin, au kuruzukiwa kwake, kubarikiwa kwake, kupewa kwake mtoto, idha kanati targhabu fil injabe, ikiwa huyu mwanamke anatamani kupata mtoto. Huyu mwanamke kama anatamani kupata mtoto na akaota yuwalia, kwa tafsiri ya al-Imamu an-Nabulsi rahimahullahu ta'ala, anasema hiyo ni ndoto nzuri kwa mwanamke aliyeolewa, kwa sababu inaashiria ujauzito, inaashiria kupata mtoto. Hiyo ni katika ndoto nzuri. Kwa hivyo ndugu zangu watazamaji, hizi ndio tafsiri za ndoto ya kulia usingizini kwa mwanamke aliyeolewa. Mwisho ndugu zangu watazamaji, niwakumbushe tena, kwa wale ambao mtahitaji tafsiri ya ndoto zenu binafsi, basi ndoto binafsi tunatafsiri kwa malipo. Ndoto binafsi tunatafsiri kwa malipo, na malipo ni nafuu kabisa ndugu yangu mtazamaji, wala usiogope kabisa, malipo ni nafuu. Tuwasiliane ili tuweze kukutafsiria ndoto yako, na kama una mashaka mbalimbali tukusaidie kupitia dua. Wallahu ta'ala a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.